Darasa langu leo litakuwa linatoka katika maandiko yafuatayo. Mathayo 22 mstari wa 23. Mathayo, kitabu kile cha Mathayo 22 mstari wa 23 mpaka mstari wa 29. Alafu Yohana sura ya 5 mstari wa 4 hadi mstari wa 7. Mathayo 22 mstari wa 23 hadi 29. Yohana sura ile ya 5 mstari wa 4 hadi mstari wa 7. Sasa nataka tuanze na Yohana Yohana mtakatifu sura ya 5 alafu mstari wa 4 hadi wa 7. Mistari minne iko pale nafikiri. Neno la Mungu linasema hivi katika kitabu kitakatifu cha Yohana sura ya 5 mstari wa 4 hadi mstari wa 7. Maandiko yanasema hivi: kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile bilika akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Baada ya malaika kutibua maji, yule anayeingia wa kwanza katika bilika hiyo akapona ugonjwa wote uliompata. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Miaka mingapi jamani? Umewahi kumwona mgonjwa ambaye anaugua kwa muda wa miaka 38 hali yake? Umewahi? Ukiona kwa macho ungesikitika sana, sababu alikuwa anaugua nini? Hawezi. Biblia inasemaje? Tunaenda mstari una ngapi? Wa 6. Yesu alipomuona huyo amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa, na hapa ndo nataka mpazingatie sana, yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati
anasema ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu Kristo akamwambia, simama, ujitwike godoro lako uende. Amen. Umeona hiyo story ya huyu bwana? Huyu mtu wa Mungu ameugua miaka 38. Hawezi. Na anasema malaika anapotibua maji namuona, lakini kutokana na sheria iliyowekwa kwa aina hii ya uponyaji, na kuwa nashindwa kuwa wa kwanza, kwa sababu sheria imewekwa, yani unatakiwa kupishana na malaika. Yani malaika akitibua maji unamuona, akitoka anaacha uponyaji kwenye maji yale, wewe ukiwa wa kwanza kuingia unapona. Kwa hiyo huyu mtu wa Mungu alimuona malaika, lakini kuna sheria ambayo anashindwa kuifikia kwa sababu ya hali aliyonayo. Amelala, umeona? Amelala flat. Kwa maana hiyo hawezi kutembea. Ili atoke mahali kwenda mahali, anahitaji mtu wa kumhamisha. Ndio maelezo yake, kwamba mimi kwa hali yangu hii, ili nisogee mahali nahitaji mtu. Kwa hiyo kinachonifelisha hali nilionayo, lakini pia sheria iliyowekwa ya kwamba niwe wa kwanza. Sasa ukisoma maandiko, nataka lazima nikurudishe juu pale mstari wa kwanza, ili upate picha nzuri, uelewe alikuwa na changamoto ya namna gani mtu wa Mungu huyu. Mstari wa kwanza, Yohana 5. Baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, na Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika iitwayo kwa Kiebrania Beth-Dhata, nayo ina matao matano. Matao matano ni matawi, ambayo kimsingi leo kwa Kiswahili ni wodi. Umeelewa eh? Kwa hiyo kuna wodi ambazo ndio inaitwa matao matano, wodi. Ikawaje? Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa. Umeona, ndani ya wodi, leo ndio mnaita wodi namba 2, wodi namba ngapi? Kwa hiyo ndani ya wodi wanakaa watu gani? Wagonjwa. Umeelewa? Jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala. Aina gani ya wagonjwa wamelala pale? Vipofu, viwete, na waliopooza, wakingoja maji yafanye nini? Yachemke. Kwa hiyo unaweza kuona jamii kubwa imewekwa katika wodi ya wagonjwa waliopooza, viwete, vipofu. Sasa ukisoma unagundua huyu bwana ambaye tunamsoma, yeye anawakilisha waliopooza, na ndio maana alikuwa amelala flat. Hawezi kusimama, hawezi kutembea, ila anaona.
Darasa langu leo lina kichwa cha somo kuharibu muundo wa uovu. Kuharibu muundo wa uovu. Kuharibu muundo wa uovu. Neno muundo kwa Kiingereza linatumika neno pattern. Patterns. Ndio muundo, patterns. Katika maandiko haya tunayasoma, huyu bwana tatizo lake la muhimu sana kulizingatia kwenye darasa letu, na analisema kwa Yesu Kristo kwa uchungu mkubwa sana. Na yeye amekuwa katika hali ya kuugua miaka 38. Anamwambia Yesu Kristo, jambo la kwanza, mimi sina mtu anayeweza kunitia birikani. Sina mtu ambaye angeweza kunitoa mahali nilipo na kuniwezesha kufika mahali ambapo naweza kupata msaada ninaohitaji. Mtu wa namna hiyo mimi sina. Maana yake anatuambia nini? Anatuambia kuna watu wana bahati ya kuwa na mtu wa namna hiyo, ambaye anaweza kusimama na kufanya kitu kwa niaba yao, na wao wakapata wanachotaka. Je, kama mnanielewa? Huyu mtumishi wa Mungu anaeleza mtu wa namna hiyo mimi sina. Wako watu kwenye maisha haya hawana mtu wa namna hiyo ambaye anaweza akasimama kwa niaba yao akawahakikishia kupata kitu ama kufikia jambo fulani ama kufanikiwa katika eneo fulani. Wako watu kama huyu bwana tunayemsoma hapa hawana mtu wa hivyo. Saa nyingine kwenye maisha watu watahitaji watu wa namna hiyo. Mahali umekwama, utamtumia mtu wa namna hiyo na kukusaidia kupata unachokitaka. Watu hawana mtu wa namna hiyo. Alafu jambo ambalo ni gumu zaidi, bado wanahitaji kufanikiwa kwenye eneo fulani ama kufika kwenye eneo fulani ama kuwa connected kwenye eneo fulani. Ila mtu wa kukuconnect, ila mtu wa kukupa network hayupo. Mtu wa kukuonyesha njia hayupo. Nataka uelewe hali ya mtu huyu. Huenda alimuona malaika anavyoshuka mpaka anavyoingia, mpaka malaika anavyoondoka, anamuona. Kwa hiyo anaona fursa ya kupona ile pale, fursa ya kupata kitu ile pale. Lakini ili kupata ile kwa hali yake
anahitaji mtu, na huyo mtu hayupo. Mbona hiyo jambo lake la kwanza mtu huyu? Hili jambo linaweza kuwa ni jambo la hata sisi tulioko hapa. Huna mtu ambaye ukipata jambo unaweza kwenda kuzungumza naye akakupa mwongozo wa kulitatua. Unaweza hata kwenye ibada hii akawa mtu wa namna hiyo yupo. Huna mtu. Kama nataka kitu fulani, nitamuona fulani. Sio rahisi. Kwa hiyo unaweza kupata picha ya mtu huyu, alafu ni mgonjwa, amelala pale. Jambo lake la pili ambalo linasikitisha zaidi, anasema kila ninapotaka kuingia, manake anaamua kuweka juhudi zake binafsi kwa sababu hana mtu, anaamua kupambana ili aingie. Ndipo anapopata tatizo la pili. Na hili tatizo la pili ni tatizo baya. Anasema anaingia mtu mwingine badala yangu. Unajua, ukiwa unasoma juu huwezi kuona ubaya wa hiyo sentence, lakini nataka nikupitishe kwa dakika hizi chache, kwa kadri ya neema ya Mungu itakavyokuwa juu yangu, kukuonyesha ubaya wa hiyo sentence. Yeye amepooza miaka 38, amekwepo pale miaka 38, hana mtu yoyote anayejali kuhusu yeye. Halafu anaamua kusimama ama kupambana kadri anavyoweza ili aweze kupata uponyaji, kutoka kulala kitandani, kutoka kulala. Mtu aliyelala chini, unafikiri anaweza kutumia juhudi gani mpaka kufika mahali ambapo panahitaji muujiza? Unaweza kuelewa, anatumia karibu kila kitu anachoweza kukitumia ili aweze kufika kwenye muujiza wake. Alafu anakutana na tatizo la pili, kila anapofika anafika amechelewa. Alafu ni mgonjwa. Hakuna jambo linalokatisha tamaa kama hilo. Unaweka nguvu zako, unaweka jitihada zako, unamtegemea tu Mungu, utegemei mtu mwingine, yani ni wewe na Mungu wako. Alafu unapokaribia kupata, anatokea mtu mwingine anachukua hiyo. Kwa hiyo inakuwa kila unapokaribia kupata, anatokea mtu mwingine. Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mwaka wa 4, mwaka wa 10. Vipi? Wanakuja watu, wanakukuta, wanakuacha, na unaona wanapona. Yaani wewe ukiingia hivi kwenye birika, umeingia wa pili. Mimi wanawaza tukaza, ningekuwa mimi, malaika angenikuta umo. Yaani ningeingia mule kwenye birika mule, nikakaa umo. Yaani mpaka muujiza ungekwama wa watu wote. Nataka nikwambie kuna vitu vingine
vinataka wewe ufanye kitu cha ziada. Umeelewa? Anakuambia kila napotaka kuingia katika birika, mtu mwingine anaingia. Anatuletea ujumbe gani mtumishi huyu? Upinzani unaojitokeza kila wakati unapotaka kufanikiwa. Kila wakati unapotaka kupiga hatua. Kila wakati unapotaka kupenya. Mimi inaniuma sana kwamba ni afadhali upinzani ungekuwa unajitokeza kila anapotaka kupata jambo, kwa sababu kuna watu nyuma yake wanamsaidia. Lakini hakuna nyuma mtu wa kukusaidia, ni jitihada zako, na bado huwezi kupata kile unachostahili kupata. Yani unakiona, yani malaika unamuona, yani muujiza yani unauona, yani alafu anapita mtu mwingine anachukua, wala sio mara moja. Labda kuna watu wengine walikuwa wakitoka kwenye uponyaji wanafurahi, alafu anamwambia ujanja kuwahi tu hapa rafiki yangu, mimi ndo tayari hapa nishapona, ngoja niende zangu nikahangaike na mashamba yangu. Miaka 38. Mambo matatu muhimu yanaweza kumfanya mtu adumae. Jambo la kwanza, kukosa mtu wa kusimama naye wakati anapomhitaji. Kukosa mtu wa kusimama naye wakati anapohitaji mtu, anakuwa hana mtu. Jambo la pili, maradhi. Ya muda mrefu yanaweza kumfanya mtu wa Mungu akadumaa. Maradhi ambayo hayana tiba ya moja kwa moja inayoeleweka, kwa sababu huyo alikuwa ameparalyze. Jambo la tatu, hali ambayo inakuacha unafanya juhudi zako zote, kila unachokijua, halafu unapokaribia kupata unachotakiwa kupata, anachukua mtu mwingine. Anachukua mtu mwingine.
Kila unapokaribia wewe sasa unaona kabisa hii ni zamu yangu, anakuja anachukua mtu mwingine. Yanafanywa hapo mazingira, anachukua mtu mwingine. Lakini hizi hali tatu zimekuwa sehemu ya maisha ya mtu huyu. Hizi hali tatu hizi, kama mnaona, miaka 30 na ngapi na 8. Kwa hiyo hizi hali zimekuwa sehemu yake kwa miaka yote. Kila mwaka hiyo ndio inaitwa patterns. Kwa lugha ya Kiswahili, muundo. Shetani anakutengenezea muundo wa aina ya maisha yako ambayo haikufurahishi, hauifurahii. Kuna miundo kama hiyo. Mtu anapata vitu kwa shida sana, halafu anavipoteza kirahisi sana. Daily routines anapata kwa shida, lakini anapoteza kiurahisi sana. Anapata kwa shida, anatengeneza vitu kwa shida, ili vitu vitokee anavitengeneza kwa shida sana, lakini vinapoharibika, vinaharibika kirahisi sana, vinaharibiwa kiurahisi sana. Jaribu kuwaza mtu ambaye amefanya kazi katika serikali ya ualimu kwa muda wa miaka 60. Wanastaafu na miaka mingapi walimu? 60 na ngapi? 65. Alafu anahangaika kila siku na watoto shuleni miaka hiyo 65. Nguvu imeisha, wanamwambia unatakiwa kustaafu. Alafu anastaafu, anaenda anachukua mafao. Anapewa mafao yake hivi. Alafu anaenda anachukua mafao yake. Anatoka tu benki namna hii. Majambazi wanamkaba, alafu wanamnyang'anya hela zote. Umekufikiria hali za namna hiyo? Ama anapata hela hizo, anaenda ananunua kiwanja, anaenda anajenga nyumba yake, anamaliza nyumba yake, anaingia kwenye nyumba hiyo, anaita na mchungaji aje kuweka wakfu nyumba hiyo. Wanaweka wakfu nyumba hiyo, kunakuwa na sherehe kidogo fupi namna hii, wanafurahi. Anakaa katika nyumba yake. Baada ya miezi 6, serikali inasema hilo eneo lilojenga sio eneo halali, hizo nyumba zinatakiwa kubomolewa, halafu
serikali haitakulipa kitu chochote. Mwe kufikiria watu wa namna hiyo wanakuwa na hali gani? Ndio maana watu wanakufa. Ndio maana watu wanapata stroke. Na serikali inakuja inabomoa moja kwa moja na kusafisha, alafu inasema hapa sasa, hapa tutapanda miti ili kuwe na hewa. Mwalimu huyu miaka 65 amepoteza. Shida kupata vitu, shida kufanya vitu vitokee, shida kufanya vitu visimame. Lakini vikisimama kwa gharama kubwa, vinaharibiwa kwa namna rahisi. Unapenda watoto, unamwomba Mungu, nipe watoto. Mungu nipe watoto. Watoto wenyewe unawapata kwa shida. Ukipata ujauzito huo, paka wewe mwenyewe unasema sirudii. Mafua, chafya, vipele, sijui nini, wanakienda hospitali wanasema ujauzito huo. Bed rest. Unazaa mtoto huyo, unahangaika naye, ghafla mahali ambapo anasema sasa, nashukuru Mungu mtoto wangu huyu anaelekea mahali pazuri, anaweza kuja kunipa msaada. Unaona anarudi na chupa ya pombe, ananesa namna hii. Anasema Maza umeniona? Mwaikuona mambo hayo? Yapo. Pata picha huyo mzazi. Pata picha. Anakuwa mlevi. Picha hiyo pata. Mahangaiko yote upate mtu atakaye kusaidia au mtakaye saidia naye maisha. Kwa sisi wa Afrika, mtu ndo huyo sasa. Anarudi nyumbani anaugua. We mzazi ndio naanza kutoa tena hela mfukoni, unauguza mwanao. Hiyo ndio tunaita evil patterns. Miundo ya uovu inamkaa mtu kwa muda mrefu. Evil patterns. Hali hizo ni hali mbaya. Tumesoma Mathayo, tujaenda, tuendeni Mathayo kwa dakika chache. Nafikiria Mathayo 22 mstari wa 23 na kuendelea. Miundo ni mambo yanayorudia kwa muda mrefu yasiyotaka kubadilika. Ndio yanaitwa miundo, patterns. Hali yani shetani anawatengenezea watu miundo.
Mathayo 22:23 mstari, neno la Mungu linasema hivi: siku ile Masadukayo, watu wasemao ya kwamba hakuna kiyama, wakamwendea wakamuuliza wakisema, mwalimu, Musa alisema mtu akifa akiwa hana watoto, ndugu yake na muoe yule mkewe ili ampatie nduguye mzao. Hiyo sentensi ni muhimu sana kuiangalia. Wanamwambia Yesu Kristo alivyosema Musa, lakini wanamaanisha maneno ya Musa ni maneno ya Mungu. Kwa sababu Musa alikuwa mtumishi wa nani? Wa Mungu. Alikuwa anawaambia watu maneno ya Mungu. Kwa hiyo anamuonyesha neno hilo kwamba Musa aliwaambia ama alituambia. Kwa Kiswahili kizuri ni kwamba Musa alitufundisha namna ya kuyafuata mapenzi ya Mungu, ili ndugu yangu kama amefariki bila mtoto, nimchukue mkewe nimzalie mtoto. Hayo ni mapenzi ya Mungu. Hiyo sentence very important. Sasa angalia wakasemaje mabwana. Mstari wangapi ndugu zangu tumefika kama tunafatana? Na 25. Basi kwetu. Hebu semeni, basi kwetu. Tena Umesikia maneno haya? Yaani wanamwambia Yesu, yaani kutokana na ile sheria ya Musa ile, sasa kwetu, watu walioifuata hiyo sheria ya Musa, huku kwetu sasa watu wao, yaani Kiswahili kizuri, watu walioyafuata mapenzi ya Mungu, watu walioyafuata maneno ya Mungu, sasa watu kama hao huku kwetu. Si kama umeelewa sentensi eh? Aha. Haya, huko kwao kulitokea nini ndugu zangu? Kulikuwa na ndugu wangapi? 7. Wa kwanza akaoa. Alipooa akapata tatizo gani? Kwa hiyo alifariki bwana harusi. Wa kwanza akaoa akafariki. Yaani hebu sema, akaoa akafariki. Tena huyo ni kaka yao mkubwa. Ikawaje? Sasa msome na wenyewe pale. Ikawaje ndugu zangu? Someni. Ikawaje? Na kwa kuwa hana mzao, akamwachia nani? Nduguye mkewe. Akamwachia ndugu yake mke wake. Marehemu kaacha mjane. Mdogo mtu kwa mujibu wa maelekezo ya neno la Mungu anawajibika kumchukua shemeji yake ili aweze kupata watoto kwa ajili ya kaka yake. Simple. Hayo maelekezo ni ya nani? Ya Musa, mtumishi wa Mungu.
Hapa wanamwambia nani hiyo story? Wanamwambia Yesu. Hiyo story ni ya kutengeneza? No, story ya kweli. Ndio anasema basi huku kwetu imetokea kwao. Jamani, mmepanda maneno haya? Huyu naye alipomuoa naye akafanyaje? Akina bwana, mmefika hapo? Huyu naye kawaje ndugu yetu? Vivyo hivyo wa pili naye na watatu. Hebu sema du. Hata wote ngapi? 7. Haitoshi. Kuna jambo likatokea. Mstari unaofuata baada ya hao 7, mstari unaofuata ikawaje? Mwisho wa yote yule mwanamke naye aliyewaua watoto wa mtu 7, na yeye akafanya nini? Akafa. Nataka niseme mambo machache kwa haraka. Shetani anazichukia sana familia nzuri. Anazichukia sana familia nzuri. Na hata we mwenyewe ni shahidi, kama umeweza kufuatilia. Watu wakikuona tu una furaha na mume wako, una furaha na watoto wako, hiyo tu inatosha watu kukuletea vurugu na kukuchezea. Kweli sio kweli? Wakasema tutafanya mambo hapa waachane, tutafanya vitu wateseke. Kwa nini? Anajifanya ana familia nzuri, wanajifanya wanapendana. Watu wanatamani kuwaona watu wakipendana, lakini wanawaletea usumbufu wakiwaona wanapendana. Mimi ndio nashindwa kuelewa wanadamu wa siku hizi. Shetani kwa nini anachukia familia nzuri? Kwa sababu kuharibika kwa familia ni kuharibika kwa jamii. Kuharibika kwa familia ni kuharibika kwa jamii. Na shetani kila siku atahakikisha familia zinaharibika ili jamii iharibike. Sentensi yangu ya 3, kwa nini shetani anaichukia familia nzuri na anataka iharibike? Kwa sababu kuharibika kwa familia ni kuharibika kwa kanisa. Kila kijana wa ile familia aliyejaribu kumrithi mwanamke yule alikuwa anakabiliwa na jaribio ama jaribu la kifo. Maelezo haya unaweza usinielewe ninachotaka kuonyesha, na mimi nitajitahidi
elewesha. Nachotaka uelewe kutoka katika maandiko haya tuliyosoma. Maelezo ya wale mabwana juu ya familia moja wapo kwenye jamii yao iliyopoteza watoto 7. Yale maelezo ni very important. Wanatuambia nini hawa? Kwanza wanatuambia jambo la kushangaza. Familia hii waliharibikiwa kwa kujaribu kuyafuata mapenzi ya Mungu. Hiyo ni sentensi ya kushangaza sana. Na ndio maana anakuambia huku kwetu Musa alisema. Wanaanza na hiyo, Musa alisema. Alafu ndio wanasema huku kwetu. Aliharibikiwa huyu ama hii familia ilipokuwa inajaribu kuyafanya mapenzi ya Mungu. Hilo ndilo shetani anataka kutuonyesha. Na hilo ndilo shetani wakati wote anataka kutuonyesha. Watu wengi wameingia kwenye matatizo na changamoto pale walipojaribu kufanya jambo sahihi. Ndipo walipoingia kwenye changamoto. Ni wengi mnafahamu kwamba sasa hivi watu ikitokea ajali akagongwa mtu akafariki, watu hawaendi kumsaidia aliyefariki. Watu wote wanakaa mbali. Wote. Kwa nini wanakaa mbali? Watasema hatutaki ushahidi. Kwa nini hawataki ushahidi? Kwa sababu wamegundua utakapojaribu kwenda kufanya jambo sahihi kwa mtu aliyepata tatizo, serikali itakuja kukuchukua wewe kama shahidi namba 1. Na watu hawataki hiyo. Ili mpaka ijulikane kwamba hajui huyu mtu alikufaje, serikali wanaanza na yeye. Na watu kwa sababu hiyo ni shetani anawafundisha usijaribu kufanya jambo sahihi, utapata matatizo. Siku hizi kufanya jambo sahihi ni hatari kwako wewe unayelifanya. Kwa nini watu wanaogopa kufanya jambo sahihi? Shetani amewaharibia watu walipojaribu kufanya jambo sahihi, ili kuwa discourage, kuwavunja moyo watu wasiendelee kufanya jambo sahihi. Na anataka kuonyesha watu wote wanaofanya mambo mabaya ndio wanaofanikiwa. Kinyume chake, watu wote wanaofanya mambo mabaya ndio wanaonekana wanafanikiwa, ndio wanaonekana wanaenjoy. Ziko tamaduni ambazo lazima tuziharibu. Dakika chache. 1. Tumesoma katika familia hii mzaliwa wa kwanza
Alipooa akafa. Wa pili akaoa mwanamke yule yule akafa. Wa tatu akaoa akafa. Wa nne akaoa akafa, hadi wa saba akafa. Kwenye hii familia kulikuwa ukioa unakufa. Unaoa upati mtoto na unakufa. Pata picha wazazi wa watoto wao. Lakini ukioa lazima uoe aina ya mwanamke huyo huyo anayeua. Familia nzima wanaoa mwanamke huyo huyo anayeua. Wewe hiyo ndio inaitwa muundo. Familia hii shetani ameitengenezea muundo. Unaoa unakufa bila mtoto. 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 Jambo ambalo lilitokea kwa mzaliwa wa kwanza, jambo hilo hilo lilitokea kwa mzaliwa wa mwisho. Na mazingira yale yale, na mtu yule yule. Patterns. Mzaliwa wa kwanza huwa ni ishara ya nguvu. Jambo la kwanza, mzaliwa wa kwanza huwa ni ishara ya nguvu. Na hiyo utaiona katika Mwanzo 49 mstari wa 3. Lakini mzaliwa wa kwanza huwa ni ishara ya mamlaka. Na utaona katika Kutoka 4:22 yako makosa yanafanyika. Utaona Mungu anamwambia Farao, kwa sababu umechezea mzaliwa wangu wa kwanza, mimi nitakuonyesha wewe. Kutoka 4:23 Mungu kwa nini anaenda kumfuata mzaliwa wake wa kwanza? Aliingia kwenye matatizo alipokuwa akifanya jambo sahihi. Waisraeli walienda utumwani walipokuwa wamefanya jambo sawa. Waliondoka walipokuwapo wakaenda Misri kwa sababu kuna chakula. Najua mnajua hiyo kitu. Lakini walipoenda kwenye chakula ndiko walikopata matatizo. Sasa Mungu anatufundisha heshima ya mzaliwa wa kwanza lazima irudishwe. Uwezo wako na nguvu zako lazima zirudishwe, ambazo zimeharibiwa na mfumo. Alafu hapa najifunza huyu mwanamke hawataji ndugu zake aliyeolewa kwenye hii familia. Ni mwanamke huyo akaenda kwenye familia ya watu, akaishughulikia mpaka wanaume wote wakaisha, alafu na yeye akafariki. Yani amekamilisha project yake. Baada ya kumaliza wanaume wote wa hiyo nyumba, na yeye ndo akajitia kufariki. Nataka nikwambie kitu. Sio kila mtu unayemuona ana mwili ni mtu. Sio kila mtu unayemuona ana mwili ni nani? Kuna
watu wengine wana mwili lakini sio watu. Wanaweza kuwa wametumwa kwako kuja kufanya jambo moja baya, wakilimaliza uwaoni tena. Waza mchungaji, haya maneno unayapata wapi? Si kwenye story hii. Alipowamaliza wale, alionekana na yeye, naye akafariki. Mtu yoyote aliyetumwa kuja kusimamia uovu ukitimia kwenye maisha yako, leo atafiatuliwa. Nasema leo atafiatuliwa. Nasema leo atafiatuka kwa damu ya Yesu Kristo. Lakini kwenye hii story tunajifunza hawa watu walianza vizuri, walioa kwa heshima ya Mungu, kwa heshima ya jamii yao. Walifanya utaratibu mzuri, wakaoa, wakaanza vizuri, lakini baada ya kuoa wakafariki. Maana yake ni nini? Kuna hali watu wanaanza vizuri, wanamaliza vibaya, na inakuwa routine, daily routine. Kuanza hakuna tatizo, kumaliza ndio kuna tatizo. Kuanzisha kakitu hakuna tatizo, ila kukafanya hako kakitu kaendelee ndio kuna tatizo. Akaoa akafa. Hebu semeni maneno hayo. Akaoa akafa. Tena kuna kitu kwenye familia hii kimekosekana. Kitu gani kimekosekana? Mathayo sura ya 1 mstari wa 1. Kwa nini hao? Akaoa kafa, akaoa kafa, akaoa kafa. Kwa nini akaoa kafa? Kuna kitu kimekosekana. Mathayo sura ya 1 mstari wa 1. Nataka niwasomee kitu kilichokosekana kwenye hii familia. Umefika? Vizuri sana. Neno la Mungu linasema, kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa nani? Mwana wa Daudi. Mwana wa nani? Mwana wa Ibrahimu. 2. Ibrahimu alimzaa nani? Isaka. Isaka akamzaa nani? Yakobo. Yakobo akamzaa nani? Yuda. Yuda na ndugu zake. Yuda akamzaa nani? Peresi na Zera. Kwa nani? Kwa Tamari. Peresi akamzaa nani? Esrom. Esrom akamzaa nani? Aram. Aram akamzaa nani? Abinadabu. Abinadabu akamzaa nani? Nashon. Nashon akamzaa nani? Solomon. Solomon akamzaa nani? Boaz. Kwa nani? Kwa Rahab. Boaz akamzaa nani? Obedi. Kwa Rutu. Obedi akamzaa nani? Yese. Yese akamzaa nani? Nini kimekosekana kwenye ile familia? Uzao. Sasa unaweza kukawa kwenye familia hakujakosekana tu uzao. Uzao unaweza ukawepo, lakini kukosekana utulivu. Familia haina nini? Utulivu. Familia haina nini? Afya. Familia haina nini? Familia imepoteza focus. Yani watu, familia ni wengi, lakini mwingine hata wajuani. Maisha yashawavuruga, wana familia wamezaliwa wengi, wako familia wengi, lakini yani wamevurugwa. Yani mwingine teja, mwingine mlevi, mwingine mwanga, mwingine changudoa, mwingine yani familia yani wenyewe wakijiuliza vipi?
Wanasema bwana familia yetu. Uwezi hata kumtembelea mtu, sasa utamtembelea teja wapi? Bwana tusaidie sana. Sisi kama umeelewa? Na kuonyesha patterns. Mavitu yanayorudia muda mrefu ni miundo. Tumesoma familia moja hapa, wanazaana tu, wanaoana tu, wanazaana tu. Hey! Lakini tumesoma ile nyingine. Si ndio? Familia ngapi hizo? 2. Yaani hata usikii babu wala uoni yanko, ile tuliyosoma ya Mathayo ile nyingine. Ila huku unasikia akamzaa fulani kwa fulani, akamzaa fulani kwa, yaani mpaka wanasoma kwa raha, si ndio? Fulani, yaani mpaka wameshajua sisi tukioa tunakaa na wake zetu, na tukioa tunazaa watoto wetu, na watoto wetu nao wanaoa, na watoto wetu nao wanazaa. Ile nyingine akaoa akafa. Yako ipi? Akaoa akaugua, akaoa akafirisika, akaoa akafutwa kazi, akaoa akapata ulemavu. Yapo hayapo? Akapata kazi akafa. Umenielewa sijui? Haya lazima mambo tukiomba tutatumia muda mchache, lakini tuombe kutoka moyoni yaondoke kwenye familia zetu kwa ajili ya watoto wetu. Watoto wetu hawatakiwi kupitia yale sisi tumeyapitia yaliyo mabaya. Vile wewe unavyoumia kupitia hayo, kama utajali utahakikisha watoto wako wapitie. Umeelewa bwana? Umenipata sijui? Umeelewa? Somo letu ni nini? Ni nini somo letu leo? Na uko tayari? Kuna majitu linapandwa kwenye mahusiano yako, liko pale kwa ajili ya uharibifu. Liko pale, limekuja pale kwa ajili ya uharibifu, linakaa pale. Kazi yake ni kukuletea matatizo. Tutayafanya mapenzi ya Mungu na hatutapata madhara. Shetani hawezi kutuambia maneno hayo huku kwetu. Watu waliyafanya mapenzi ya Mungu na bado wakaharibikiwa. Hayo maneno yanatokana na patterns. Na hiyo leo tunaikataa hapa kanisani. Nasema hiyo leo tunaikataa hapa kanisani. Na hiyo leo tunaikataa hapa kanisani. Nasema hiyo leo tunaikataa kwenye familia yako. Hiyo leo tunaikataa kwenye familia yako. Leo tunaharibu miundo miovu. Fulani kafa maskini, fulani kafa maskini, babu alikufa maskini, anko kafa maskini, mama yangu kafa maskini, mjomba wangu kafa maskini, babu yangu kaka yangu mkubwa kafa maskini. Sijui nani alikufa bila kujenga, alikufa kwenye nyumba ya kupanga, na tena akafa kwenye nyumba ya kupanga, na tena Mtu mmoja anakaa nyumba ya kupanga mpaka watu wanajua kama yake, mpaka anazeeka. Akifariki ndo wanakuja wenye nyumba, baba yenu alipanga hapa, mpaka na watoto wanajua hii nyumba yetu, kumbe baba kapanga. Patterns, miundo hiyo. Sema nakataa miundo ya uovu. Sema kwa nguvu zaidi. Kwa damu ya Yesu Kristo. Nakataa miundo yote ya uovu kwenye familia yangu na kwenye maisha yangu, katika jina la Yesu Kristo. Miundo ya maradhi, miundo ya maradhi,
miundo ya kuchelewa kupata leo naikataa, leo naiondosha kwa jina la Yesu Kristo. Iondoke maishani mwangu, iondoke. Sema miundo yote ya kishetani ambayo shetani ameipanda kwenye maisha yangu bila mimi kujua, na anaitumia kuniangaisha, leo kwa jina la Yesu hiyo miundo ing'olewe, ing'olewe. Sema nang'oa, nang'oa miundo hiyo, nang'oa, naing'oa miundo hiyo, naing'oa, naing'oa miundo hiyo, naing'oa, 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 naitupa nje ya maisha yangu. Nang'oa magonjwa, natupa nje ya maisha yangu. Nang'oa mateso, natupa nje ya maisha yangu. Nang'oa mikwamo, natupa nje ya maisha yangu. Naing'oa kwa damu ya Yesu. Hebu simama tufanye kazi hiyo dakika chache hizi. Kwa nini tunafanya madarasa haya? Kusudi wewe usiishie mahali watu unaowajua wameishia. Ndio maana nataka kuharibu miundo ya nini jamani? Ya uovu. Hapo nimekupa tu picha, kuna miundo mingi. Wewe mwenyewe utaangalia tu kwenye familia pia yako mwenyewe. Jesus. Miundo ya familia ya uovu.